Katika eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari ndogo ya boti zinazokwenda Zanzibar jijini Dar es Salaam, tulikamata gramu 972.05 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokuwa zikisafirishwa na mtuhumiwa Kalsam Abdulrahmani Sebi, miaka 43, raia wa Kenya mwenye makazi yake jijini Mombasa. Wilayani Kigamboni tulikamata gramu 162.48 za heroin zilizomhusisha mtuhumiwa Omari Miraji Mbonaeni. Taarifa za ukaguzi zinaonyesha kuwa dawa hizo ziliingizwa nchini kupitia mpaka wa Horohoro mkoani Tanga zikitokea nchini Kenya. Tunaendelea kuwafuatilia watuhumiwa wengine wanaohusishwa katika tukio hilo. Hivi sasa, baada ya operation nyingi kufanyika na dawa za kulevya hususan heroin kuadimika nchini, wafanyabiashara wanachokifanya sasa hivi wanatafuta wateja, then baadaye wanaingiza hizo dawa kidogo ili kuhakikisha kwamba wanasambaza kwa wale wateja wao. Lakini tumeweka mifumo mizuri. Dawa yoyote ikiingia hapa nchini na kuanza kuuzwa tu, lazima tunapata taarifa. Ndio maana huyu ameingiza kiasi kidogo kutoka Kenya, lakini tumeweza kumkamata na hatua kali zinachukuliwa dhidi yake. Mkoani Arusha tulikamata kilogramu 106.04 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Toyota Premio lenye namba za usajili T 853 ECX. Katika tukio hilo tulimkamata mtuhumiwa Goodluck Erasto Nyakaselula mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, ambaye ni mtaalamu wa picha za kitabibu yani radiographer katika hospitali ya Ocean Road ya jijini Dar es Salaam. Katika operation nyingine iliyofanyika mtaa wa Manyanya Kinondoni jijini Dar es Salaam, zilikamatwa kilogramu 34.87 za mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T 490 ECM kutoka Tarakea, mkoa wa Kilimanjaro. Mirungi hiyo ilitokea nchini Kenya, ilikuwa imefichwa kwa kuchanganywa na matenga ya nyanya ili kuficha uhalisia wa mzigo huo. Baada ya kufikishwa jijini Dar es Salaam, ilishushwa katika eneo la kituo cha mafuta kilichopo mtaa huo kabla ya kuanza kusambazwa kwa kutumia usafiri wa bajaji yenye namba za usajili MC 361 CZV. Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa watatu ambao ni Mohamed Omari Mohamed mwenye umri wa miaka 24, utingo na mkazi wa Tandale, Suleiman Omari Suguti miaka 34, dereva wa gari hilo mkazi wa Tarakea Rombo, na Deo Pascal Maratua miaka 32, dereva wa bajaji mkazi wa Tandale kwa Mtogole. Aidha, tunaendelea kumfuatilia mtuhumiwa Hussein Juma Salim mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa Dar es Salaam aliyepo Nairobi, Kenya, akihusishwa na tukio hilo. Hawa wasafirishaji wa dawa za kulevya, baada ya kuona sasa udhibiti umezidi, wanachanganya na bidhaa halali ili kuweza kukamilisha uhalifu huo. Wanachanganya na ndizi, wanachanganya na mahindi, wanachanganya na nyanya, lakini na bidhaa nyingine ambapo wanazichanganya kwenye yale magari ya kusafirishia mizigo. Na huyu Huseni ambaye tunamtafuta, yeye ndo alikuwa ameagiza huo mzigo kutoka Nairobi ili uweze kuingia hapa Dar es Salaam na kusambaza kwa wateja wake. Lakini baada ya kusikia kwamba hiyo gari imekamatwa, alitorokea nchini Kenya kwenye mji wa Nairobi, na tunaendelea kumtafuta na tutahakisha tutamkamata huko aliko. Kwa hiyo tunatoa onyo pia kwa wale wafanyabiashara wa bidhaa. Kama unasafirisha ndizi zako, unasafirisha mahindi yako, unasafirisha maharage, nyanya na vitu vingine, hakikisha, kwa kuwa wewe ndio unakodi lile gari kusafirisha zile bidhaa, hakikisha zile bidhaa zako hazichanganywi na dawa za kulevya. Tunapokamata gari imechanganya bidhaa zako ambazo wewe mwenyewe mfanyabiashara ndio umeziagiza, zikichanganywa na dawa za kulevya, ina maana na wewe utakuwa unahusika, kwa sababu ule mzigo ni wa kwako. Lazima ujue kilichopakiwa kwenye ule mzigo, kwa kuwa wewe ndio umekodi lile gari. Lazima uhakikishe kwamba kwenye lile gari hakuingii vitu vingine ambavyo ni haramu. Hivyo tunatoa onyo kwa wale wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa mbalimbali kuhakikisha kwamba zile bidhaa wanazosafirisha hazichanganywi na dawa za kulevya. Lakini pia madereva wa hayo magari ya mizigo, tutahakikisha nao tunawachukulia hatua kama huyu tuliyemkamata, naye tutahakikisha tunamchukulia hatua kwamba ni msafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo wajiepushe na usafirishaji huo wa dawa za kulevya ili wasije wakaingia kwenye mkono wa sheria.
Bongo nyumbani kwanza.